kuna nyumba inawaka. Nasikia moto, watu wanazima kwa moto. Hili chanzo kilikuwa ni pasi. Nimeumia sana. Na muda nikuja mimi nikapiga pasi, alafu ile pasi nikasahau kuizima. Kitazama mimi ni maskini. Yule kijana baada ya kumaliza aleka kwenye godoro, alijisahau kwamba kule amezima. Ni mkasa wa kusikitisha ulioikumba familia ya Bibi Jasmine Joseph Paulo, mkaazi wa Mwera Mwembe Mchomeke, wilaya ya Magharibi Unguja, kufuatia kwa ajali ya moto iliyosababisha uharibifu mkubwa wa mali. Ajali hiyo imetokea katika chumba kimoja cha nyumba hiyo wanaoishi kinachotumiwa na kijana wake, ambapo moto huo uliteketeza karibu ya kila kitu kilichokuwemo ndani. ASAM Online TV imefika katika eneo la tukio na kufanya mahojiano na mmiliki wa nyumba hiyo, ambaye ameeleza chanzo cha moto huo na kuonyesha masikitiko makubwa kutokana na tukio hilo. Mimi kwa kweli nilikuwa nimekaa ukumbini natizama TV. Nashtukia tu TV imezima. Tuna tatizo gani? Nikanyenyuka nikaizima TV. Natizama pale, nachungulia kwenye pazia pale, naona moshi. Nikakimbilia nikaenda nikazima pale. Nikarudi tena kuchungulia. Moto mkali. Ndio nikatoka nje pale kuita majirani pale kwa fundi Rama. Nikamkuta ndo kwanza kaondoka, yupo mkewe na mwanawe. Ikabidi wakimbie waje. Mwanawe cha kwanza alifanya akachukua sururu, mlango ulikuwa umefunga pale, ikabidi avunje. Kuvunja moto umepamba, ikabidi waanze kuchukua maji. Kaanza wote tena majirani wakajazana hapa, mwenye ndoo mwenye nini, wakawa wanakimbia majumbani, kwa wanachukua maji wanakuja na mwagia. Chanzo ndio kimeanzia hivyo. Hasara kweli ni nyingi, kwa sababu vitanda viwili vyote vimeenda, nguo na TV ile pale ilikuwemo na deki yake. Deki ile kule nyuma imeungua. Imenishtua vibaya sana. Kitazama mimi ni maskini. Alafu ndio hivyo nimefiliwa na mume wangu, nimejitahidi tena kufika. Kwa kweli nimeumia sana. Asijika nitaunga tena. Aidha, ameomba msaada kutoka kwa viongozi pamoja na serikali ili waweze kurejesha hali ya maisha kama ilivyokuwa awali. Toangu kwa serikali kwa kweli nawaomba nitizame kwa macho mawili, anisaidie, mwenye chochote anisaidie. Sina mtu wa kunisaidia, wanawategemea wao. Kwa upande wake, kijana aliyepatwa na janga hilo, ndugu Sadiq Juma Shaban, ameeleza chanzo cha moto huo na namna tukio hilo lilivyotokea. Hili chanzo kilikuwa ni pasi, sababu kuna muda nikuja mimi nikapiga pasi, alafu ile pasi nikasahau kuizima. Hicho ndio chanzo cha umeme huo, cha moto huo. Watu wangu kwa vijana, najua kila kitu kinapotokezea ni bahati mbaya, alafu ufanyi kwa kusudi, kwa kutaka. Watu wangu ni mtu tu mwenyewe kwamba akae makini tu basi, kwa sababu hakuna mtu anataka kukutwa na janga kama hili. Mmoja wa mashuhuda wa tukio hilo pia ameeleza jinsi alivyopokea taarifa za ajali hiyo na hatua alizozichukua kufika eneo hilo. Jana nimetoka hapa kama muda wa saa 11 hivi, naenda zangu dukani. Sasa kufika hapo naona watu wanashughulika, nikafikiria kuna nyoka au kuna mdudu ndani kaingia. Sasa nasogea karibu, nasikia moto, watu wanazima kwa moto. Nenda pale tukashuhudia, tukasimama pale. Ndio hayo tu niliyoshuhudia mimi. Sina jingine. Mashirikiano tunakaa vizuri sana. Jirani yangu mzuri sana, tunakaa naye vizuri sana. Hamna tatizo lolote. Chanzo halisi nilivyosikia, baada ya kufika pale nimesikia kwa pasi. Kuna mtoto wake ile wa kiume ndo anayekaa mle kwenye chumba kile. Kapiga pasi, kaiacha kwenye kitanda,
afu kuzima moto. Nilivyosikia mimi hilo. Pasi na madhara makubwa sana. Madhara yake mengine ndo kama hayo. Wito wangu vijana kwa kweli wasifanye hivyo, kama kupiga pasi zile na nini kuafu kaeka juu ovyo ovyo, inakuwa mtihani mkubwa sana. Ndo kama vile huo ndo wito wangu kwa watu wote, tuseme vijana peke yake, kwa sababu hata mtu mzima unaweza ukasahau pia ukaiacha, lakini ndo tujitahidi. Naye sheha wa shehia ya Mwembe Mchomeke Ali Haji Nemshi ameeleza namna alivyopata taarifa za tukio hilo na hatua za awali alizozichukua kushughulikia hali hiyo. Jana nilipata taarifa mwendo wa saa 11 za jioni kutoka kwa mjumbe wangu wa shehia anaitwa Bwana Pascali kwamba kuna nyumba inawaka, maarufu Mama Hawa, lakini kwa jina lake anaitwa Yasmin Paulo. Vile nilifika hapa nikaona hali yenyewe ilivyo, nikapigia kikosi cha zimamoto kuhabarisha habari. Kwa bahati wakasema kwamba tayari taarifa wameshazipata. Basi tukaungana nao na wananchi, nashukuru wameonyesha juhudi ya kuweza kutoa msaada. Hasara iliyopatikana si ndogo. Kwa haraka vitanda viwili, magodoro mawili, TV set moja aina Samsung, kochi moja na vifaa vidogo vidogo. Kwa ujumla, kwa makadirio inakadiriwa kufika kama kiasi milioni 3 mpaka 4 kwa haraka. Kwa vile kilichobakia pale tulishirikiana na kikosi cha zimamoto kuweza kuclear kwamba ile moto umekufa kabisa. Chanzo cha moto ni pasi ya umeme. Yule kijana baada ya kumaliza alika kwenye godoro, alijisahau kwamba kule amezima. Kwa vile ile heat ya moto imepelekea kwamba joto lile kuunguza godoro, baadaye moto kupanda. Katika tukio hilo mali mbalimbali zimeteketea zikiwemo vitanda viwili, television 2, nguo zote zilizokuwa zimehifadhiwa ndani ya mabegi, makochi pamoja na vifaa vingine kama deki, redio na pasi. Na mtazamaji wa ASAM Online TV, nadhani umepata kuona ama umeshuhudia kile ambacho kimeendelea ndani ya familia hii kuhusiana na moto ambao umeteketeza vitu kadha wa kadha, lakini na thamani pia umepata kuisikia ya vitu hivi ambavyo vimeteketea. Na mwisho wa siku wameweza kutoa ushauri wao kuhusiana na matumizi haya ya umeme, haswa chanzo ambacho kinaitwa pasi. Pasi ni hasara kubwa ndani ya familia lakini pia nakusihi uendelee kufuatilia taarifa zetu ambazo tunakujuza ndani ya ASAM Online TV, kwani sisi ni jamii na tunafikia jamii kwa namna hii. Jina langu ni Hawa Jafar Khamis, lakini nyuma ya kamera ni Jabir Zwane Kasim.